Mkurugenzi mtendaji wa Tume ya Kimataifa ya Wanasheria Kenya, ICJ Kenya, Demas Kiprono, amesema hali hiyo inaashiria kuibuka kwa mfumo wa ukandamizaji usio rasmi ambapo watu binafsi wanaotekeleza vitendo vya vurugu hutumiwa badala ya vyombo rasmi vya dola. Kauli hiyo inajiri baada ya maandamano ya hivi karibuni ya kupinga serikali ya Rais William Ruto, ambapo mashirika ya haki za kibinadamu, wanahabari na baadhi ya waandamanaji wamedai kushambuliwa na makundi ya watu waliovaa kiraia, huku wengine wakiwa na marungu na silaha nyinginezo. Demas amethibitisha kinachotia hofu zaidi ni madai ya kutokuchukuliwa hatua dhidi ya wahusika hao licha ya matukio mengi kurekodiwa na kushuhudiwa hadharani. Kumbuka, Kenya ilishuhudia aina mbaya zaidi za vurugu wakati mtu aliye madarakani akitetea kiti chake. Kwa mwaka wa 2027, mtu aliye madarakani atakuwa akitetea kiti. Takwimu za kisayansi zinaonyesha kuwa vurugu huongezeka wakati huo. Kwa hivyo tunachotaka ni uwajibikaji wa ukiukwaji huu wote. Hatutaki kuona hali yoyote ambayo polisi wanatembea na kufanya kazi bega kwa bega na wahuni kama ilivyotokea mwaka 2024 na 2025. Kwa upande wake, mkuu wa mawasiliano wa Tume ya Haki za Binadamu nchini Kenya, Ernest Odor, amesisitiza kuwa wanachokitaka ni kuona uwajibikaji unazingatiwa. Wakati wowote tunapokuwa na ushindani mkubwa wa kisiasa nchini Kenya, kuna mambo yanatokea kwa haki za binadamu na uhuru wa kidemokrasia ambayo kwa kweli tunaona kuwa ya kichukiza na haya ni ya kimfumo. Hata hivyo, tayari tunaona kuenea kwa uhuni kwa watu wanaolipwa na watendaji wa kisiasa ili kuvuruga haki za wengine kwa faida ya kisiasa. Mashirika hayo yanadai makundi hayo yametumika kutishia waandamanaji na kuzuia wananchi kutumia haki yao ya kuandamana kwa amani. Hata hivyo, serikali ya Kenya haijathibitisha madai kwamba watu hao wanafadhiliwa au kuajiriwa na viongozi wa kisiasa. Mvutano wa kisiasa nchini Kenya umeendelea tangu maandamano makubwa ya vijana wa Gen Z yaliyoanza mwaka 2024 kupinga mswada wa fedha, ambapo baadaye ongezeka na kujumuisha madai ya gharama kubwa za maisha, rushwa na kile kinachodaiwa kuwa matumizi ya nguvu kupita kiasi kutoka kwa jeshi la polisi. Tangu wakati huo, mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakiripoti vifo, majeruhi, kukamatwa kwa waandamanaji na madai ya kutoweka kwa baadhi ya wanaharakati. Katika maandamano ya hivi karibuni, mashirika ya kiraia yameongeza tahadhari kuhusu kile wanachokiita ushiriki wa makundi ya wahuni katika kushambulia waandamanaji, jambo ambalo linaongeza hofu na kuathiri uhuru wa kujieleza na kukusanyika. Wakati huo huo, serikali ya Kenya imeendelea kusisitiza vyombo vya usalama vina jukumu la kulinda usalama wa raia na mali zao pamoja na kudhibiti vitendo vya vurugu vinavyoweza kujitokeza wakati wa maandamano. Mashirika ya haki za binadamu sasa yanaitaka serikali kufanya uchunguzi huru kuhusu madai ya matumizi ya makundi hayo na kuhakikisha watu wote wanaohusika na vitendo vya vurugu wanachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria bila kujali nafasi zao kisiasa. Musa Kawambwa, UFM. UFM kutoka